السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bitawfiki llahi tabaraka wa taala wa kudratihi wa mashiati, tupo katika mwendelezo wa darasa yetu tukiwa tulimalizia katika kipengele kinachoelezea vitabu vinavyoitwa al-athbat, vitabu vinavyoelezea majina ya mashekhe na asanidi ambazo mashekhe wamechukua ilmu kutoka katika asanidi hizo kupitia mashekhe wao, na insha Allah biidhnillahi tabaraka wa taala tutaendelea na darasa yetu leo katika nukta inayosema athbatu albiladi fi lhadithi sahih, athbatu albilad fi lhadithi assahih. Na hichi kipengele ni katika vipengele muhimu. Athbatu albilad, miji iliyokuwa imemakinika zaidi fi lhadithi sahihi, katika hadithi sahihi. Na katika fani ya hadithi au elimu ya hadithi, sisi tulisomeshwa na shekhe baadhi ya wakati tunasoma isnad za maruat, walikuwa wanasema kwamba sanadi yote hii watu wake ni watu wa Madina au watu wa Sham na mfano wake, bali yeye kuna vitabu alitupatia ahlu lhadithi bilmadina, no, madrasatu ahli lhadithi bilmadina, madrasatu ahli lhadithi bilkufa, madrasatu ahli lhadithi bilbasra. Kuna vitabu kaviandika kabisa Sheikh vinahusu vituo vya kielimu kwenye miji, kwamba katika masahaba alikuweko nani, katika matabiini alikuweko nani, katika tabiini alikuweko nani katika ile miji. Kwa hiyo ni fani miongoni mwa fani za kielimu muhimu ambazo zina umuhimu wake mkubwa sana, na insha Allah biidhnillahi subhanahu wa ta'ala katika darasa yetu hii sisi tutaangalia sehemu katika mambo nyeti na mambo muhimu, nayo ni kuelezea miji ambayo ndio imetoa wale maulama waliopokea hadithi sahihi zaidi, kwa sababu ukiambiwa mji ambao umedhibitika kupokea riwaya sahihi, bimaana kuna mashekhe ndo waliobobea katika hiyo miji. Kwa hiyo sisi tutazungumzia mji kama mji, kisha lau kama tungekuwa tuna fursa ndo tungeangalia maulama waliokuwa katika huo mji ambao sisi tumeuashiria au tutauashiria. Athbatu biladi fi alhadithi assahih, miji iliyokuwa imedhibitika zaidi kupokea hadithi sahihi. Qala al-Khatib al-Baghdadi, amesema al-Khatib al-Baghdadi, wa asahu turuqu as-sunani ma yarwihi, wa asahu turuqu as-sunan, njia sahihi zaidi ambazo zimepokea hadithi sahihi sunan. Sawa, ma yarwihi ni njia zinazopokelewa ahlul haramaini, na watu wa haramaini Makka wal Madina. Asahu turqi sunan, njia sahihi zaidi, njia sahihi zaidi za kupokea riwaya za hadithi. Yani kama utatafuta asanidi zilizokuwa ni sanadi bora zaidi, zilo contain watu maalum, mfano Malikun an Nafi an Ibn Umar, hiyo ndo sanad wanayosema ndio asahu al asanid. Ni sanadi ya Maliki kutoka kwa Nafi, kutoka kwa Abdullah ibn Umar, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maliki ni mtu wa Madina, Nafi pamoja na Abdullah ibn Umar, hao wote ni watu wa Madina pamoja na Makka. Kwa hiyo ndio sanadi iliyokuwa bora zaidi. Sasa asahu turuqu as-sunan, njia za sunna zilizokuwa sahihi zaidi, zile asanidi zake, ma yarwihi ahlu Alharamaini, daraja ya kwanza ni kile wanachokipokea watu wa Makka na Madina. Na panaelezewa sababu kwa nini iwe sanadi za Makka na Madina ndiyo sanadi sahihi zaidi.
kuliko sanadi nyingine zote. Kwa nini? Anasema fa inna tadlisa fihi mukhalilu, kwa sababu tadlis bimaana watu kuwaficha mashekhe mathiqa akapokea kwa mashekhe madhaifu. Katika aina za tadlis kwa watu wa Makka na Madina ni ndogo sana, kana kwamba hakuna tadlis. Walkadhib, lakini vile vile uongo kwa watu wa Makka na Madina. Wa wadau alhadithi indahum, na wao kutunga hadithi azizun, ni jambo kubwa sana. Ay nadir, bimaana ni mara chache kufanyika, kwa sababu ni kitu ambacho kwa wao wanakiona ni kitu kikubwa sana. Sawa. Hapa pametajwa sababu tadlisi pamoja na alkadhib wa wadau alhadith. Kuna alkadhib, kuna wadau alhadith. Alkadhib hii tofauti na wadau alhadith katika sura, na zote zinafanana katika sura. Alkadhib ni kusema uongo, na miongoni mwa ila ambazo zinatupwa kwa marawi katika kusema uongo ni ila ambazo zinaambatana au zinafungamana na uongo ule wa kijamii, bimaana mtu yupo katika jamii alafu anasema uongo. Sawa. Yani mtu yupo kwenye jamii alafu anasema uongo, yupo kwenye jamii kawaida tu, anazungumza na watu na mambo yake mengine anafanya, lakini anasema uongo. Kwa hiyo hichi ni kipengele kinahusika kwenye uongo, na ni mambo ambayo wamedhoofisha watu kuwadanganya wanyama. Yani yule mnyama mtu anamuoneshea mti anakuja kula alafu anauondoa. Mtu anayechukua hadithi kutoka kwake anajua huyu jamaa muongo, anaacha kusikiliza riwaya kutoka kwake. Na kuna uongo wa kuzusha juu ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika riwaya, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Hii man kadhaba alayya, atakayesema uongo, bimaana akasema kuwa mimi nimesema kitu kumbe sijakisema. Alafu kuna man hadatha anni bihadithin yara annahu kadhibun, atakayesimulia kutoka kwangu hadithi anaona kuwa hii hadithi ni uongo, fahuwa ahdul kadhibaini, ni miongoni mwa hawa waongo wawili, mmoja katika hawa waongo wawili. Kwa kuna uongo huu, alafu kuna wadau alhadith. Wadau alhadith ni kutunga, bimaana inaweza kuwa alkadhib ikaja kwa mtu, alkadhib ikaja katika sunna, lakini wadau alhadith, kutunga hadithi hakuji ila kutoka kwa mtu kuelekea katika ile sunna, bimaana anakuwa yeye mwenyewe huitwa wadai, mwenye kutunga zile hadithi, anakaa tu anatunga, anazifikisha kwa jamii, jamii tena inazisikiliza. Kwa hiyo kadhib unaweza kuwa ni mwongo wewe. Kadhib inaweza kuwa umesema hadithi ya uongo ambayo haijathibiti. Katika sura hiyo, hadithi hiyo itakuwa umeisema ya uongo, alafu ni katika wadai, katika ile kutunga. Na ikiwa ni uongo wa kwako mwenyewe binafsi, athari zake bila shaka ni maarufu mbele ya ahli ilmi katika upande wa jarh na taadil. Na vitu vyote hivi kwa watu wa Makka na Madina ni vigumu, lakini tadlis ni katika aina za uongo, lakini sio mubashara, kwa sababu tadlis ni kusema hadathani fulani, kumbe fulani mwenyewe hajakuhadithia wewe, umehadithiwa na mwanafunzi wake, lakini kwa sababu yeye ni katika watu mashuhuri, unataka kana kwamba useme umehadithiwa na yeye. Kwa hiyo hii ni sehemu ya mwanzo na mji wa mwanzo ambao tunaweza tukasema hapa ameambatanishwa miji miwili, Maka na Madina, kwa sababu ya itihadi al-awsaf, sifa zake zinaendana. Wali ahli Yaman, na vile na watu wa Yaman riwayatun jayyida, na wao wana riwaya zilizokuwa nzuri. Sawa. Wali ahli al-Yaman, na watu wa Yaman riwayatun jayyidatun, wana riwaya nzuri tu, na sio riwaya nzuri tu, anasema waturuqun hasan, ni zile njia za riwaya zao, waturuqun sahiha, na njia za riwaya sahihi. Kwanza wana riwaya nzuri, na turuqun sahiha, njia za riwaya zao ni sahihi, ila annaha qalila, ila watu wa Yaman riwaya zao ni chache. Na ndio maana hata ukisoma maruwati, hata sisi tulipoanza kusoma watu wa Yaman, maana yake ni watu wachache kwelikweli yani. Wamarjiuha ila ahli lhijazi aidan, na riwaya za Yaman mwisho wake zote zinarudi kwa watu wa Hijaz. Bimaana Hijaz ni Maka, Madina, Taif na sehemu nyingine ndio Hijaz.
Yani ukitaka kuifahamu Hijaz, maana yake Hijaz ni kubwa. Sawa, Hijaz maana yake ni kubwa kwa mujibu wa sisi tulivyosoma, ama ambao wameshakwenda pengine hija wakafahamishwa kwa Hijaz inatoka wapi mpaka wapi, bila shaka watakuwa na uelewa mzuri zaidi kuliko sisi tunavyoelewa. Kwa hiyo tutapata kuwa watu wa Yaman riwaya zao ni nzuri na njia zao ni sahihi, ila annaha qalila, ila ni chache, wa marjiaha ila ahli al-Hijaz, na zote zinarudi kwa watu wali ahli al-Basrati. Lakini tuna watu wa Basra ambao hao bila shaka sisi tunajua kuwa ni wengi. Kwanza watu tunaosoma tu wa Basra ni wengi, watu wa Iraq hawa. Watu wa Iraq ni wengi kwelikweli, yani watu wa Iraq ni wengi kuliko watu wa aina yote, miji yote. Maka na Madina, watu wa Iraq ni wengi sana, wengi katika maulama wanatokea Iraq. Miji hii kama Maka, Madina pamoja na Iraq pamoja na Sham pamoja na huku magharibi Misri na kuendelea huko kumetoka maulama wengi, na pande za Khurasan, miji hiyo ya Uzbekistan, Kazakistan, huko kumetoka maulama wakubwa sana. Yaani kiufupi, Mashariki ya Kati sasa hivi inayotambulika ndiyo imetoa watu wengi, imetoa maulama wengi. Hiyo inaitwa Mashariki ya Kati, iko target, ipo katika target, imetoa wengi katika wasomi. Sawa, kwa hiyo okay. Kwa hiyo tukiendelea, tupo na watu wa Basra ambao tayari watu wa Basra inafahamika kuwa watu wa Basra ni miongoni mwa watu ambao Allah tabaraka wa taala kawajalia wao na maarifa makubwa sana. Watu wa Basra wana maarifa makubwa, kina Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zaidi, kina Shu'bah ibn al-Hajjaj, kina Abdurrahman ibn Mahdi, Ahli Said al-Qattani na wengine wengi. Min as-sunan thabitati bil asanidi alwadhiha ma laysa li ghayrihim ma'a iktharihim. Umeona watu wa Basra wao, wali ahli al-Basra, kwa watu wa Basra, min as-sunan, wana hadithi athabita zilizothibiti bil asanidi alwadhiha, kwa sanadi zilizokuwa wazi, ma laysa li ghayrihim min ikthar ma'a iktharihim, ma laysa li ghayrihim, hadithi ambazo hata wengine hawana katika miji mengine. Na wala sio ajabu ukasema sasa inakuwaje hadithi Madina haipo kwa Basra? Si walikwenda kule maulama? Tumeelewana vizuri unajua swala la ilmu pamoja na riwaya kwa mashekhe, swala la ilmu pamoja na riwaya kwa mashekhe ni jambo ambalo asili yake ni kwa masahaba. Kwa hiyo sisi, nukta ya mwanzo ambayo tunaiangalia ni sahaba gani ambaye alikuwepo katika mji wa Basra, ni sahaba gani ambaye alikuwepo katika mji wa Basra. Kisha mfano Anas ibn Malik, sawa. Baada ya sahaba yeye aliwasomesha akina nani? Baada ya wale aliowasomesha, kwa sababu uzuri wa kufahamu tabaka inakuwa ile silsila inakuwa sio kubwa sana. Ile silsila inakuwa sio kubwa sana. Na kwa nini sio kubwa? Kwa sababu ni tabaka za aina tatu ya watu: masahaba, matabiina, atbau tabiin, na tabaka ya mwisho atbau tabiin. Hao ni wakusanyaji wa zile tabaka tatu. Yani huu ndo uzuri wa tabaka, ni kwamba masahaba, matabiina, atbau tabiin, waliokuja atbau tabiin wamekuja kukusanya zile tabaka za juu. Kwa hiyo unapoambwa li ahli basrati min as-sunan thabitati bil asanid wadhiha, watu wa Basra wana sunna sahihi kwa asanidi zilizokuwa ziko wazi, ma laysa li ghairihim, ambazo hazipo kwa watu wengine, ma iktharihim, pamoja na wao kupokea kwa wingi, bi maana wao wamepokea kitu kingi sana. Mimi
mara nyingi napenda kuzungumza jambo na nitaendelea kulizungumza. Asili ya elimu, watu hujifakharisha kwa miji yao, kwa sababu kwenye mji kunakuwa kuna neema kubwa sana. Hata mimi niliongea na Sheikh yani Abu Ahmad, nakumbuka hivyo kama anaitwa Abu Ahmad la sio Abu Ahmad, kuna Sheikh niliongea naye Sheikh Ahmad Haidar, eh, Abu Haidar hivi karibuni tu, nikamweleza Sheikh, unajua arrangement yetu katika upande wa kielimu, miongoni mwa target zake, mustawa wa kielimu hapa nyumbani umeshuka, ingawa vituo vinafunguliwa mara kwa mara, lakini tathmini ya kielimu inaonyesha kuwa mustawa wa kielimu umeshuka. Kwa hiyo kuna haja sisi tunafikiria namna ya kukuza kuanzia kwenye nafsi zetu na kwa ndugu zetu mustawa wa kielimu. Tulikuwa tuna discuss kwa nini tuna mpango wa kutafuta eneo ili tuweze kuanzisha kituo ambacho tutakuza mustawa nyumbani. Kikawaida unapokuwa unasoma au kusomesha, hujihisi kuwa ule mji ambao wewe upo Allah tabaraka wa taala hupa hadhi na sifa, wewe unakuwa huhisi. Lakini lau kama utakuwa una umakini na ukafanya kitu ambacho kina manufaa, ule mji huingizwa katika silsila, na silsila yenyewe inakuwa ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kama ni kijiji umetoka halafu ukakikuza kile kijiji kielimu, watakaonufaika kwanza ni watu wako wa karibu katika kijiji kile. Na ndiyo maana sasa hivi kwa hapa Zanzibar, kwa asilimia kubwa vijana wanaamini sana kwenda Tanga kusoma, kwenda Arusha kusoma, kwenda Mbeya kusoma. Huko kote sasa hivi kushaanzishwa vituo, na wenyewe wametakharaji Madina, wametakharaji sehemu zote hizo, wametakharaji Madina. Basi watu wanakwenda katika maeneo hayo na wanaamini kuwa sehemu hizo wakisoma watanufaika. Kwa hiyo tunachokizungumzia kuwa mji wetu sisi ambao tumekulia, tumezaliwa, kuna umuhimu sana wa kuweka arrangement nzuri, si za haraka, za utaratibu, lakini kuhakikisha kuwa wadogo zetu, ndugu zetu, mama zetu, dada zetu wanufaike na elimu. Kwa sababu mtoto wa kike ukisema unampeleka Tanga, si vibaya atakwenda, lakini hatakuwa hayupo kwenye usimamizi wa watu wake wa karibu. Maana yake asra, kinachokuwa haraka zaidi ni hofu asije akaharibikiwa kule. Kwa hiyo hii miji tunayoisoma si miji kwamba yatajwa hapa labda ni kama mji, bali ni ishara kuonesha kuwa mji wa Basra ulikuwa una maulama wengi wengi wengi. Halafu kumbuka kuwa Basra ni kama mkoa tu, Basra ni kama mkoa tu. Kuna Al-Kufa ni mkoa mwingine ndani ya mji wa Iraq, mithluhum ni mfano wa Basra, ai mithli ahli Basra kwa wingi. Sasa kwa nini miji ya hawa watu itajikane ina maulama, halafu sisi tuseme mji wetu hauna shida? Yani maana yake hauna shida. Je, kama kuna uwezekano wa kuwazuia ndugu zetu wasitoke nje, wasome hapa hapa kwetu kwa mustawa ambao Allah atawafungulia, siku wakitoka nje wamekwenda kuchukua kile ambacho hakipo kwenye mji wetu, sisi tutakuwa tumetoa support gani kwa jamii? Kwa hiyo wao fil kathra, katika wingi, ghaira anna riwayatihim, isipokuwa riwaya zao, kathiratu ad-daghal, bimaana zina changamoto, qalilatu salama min al-ilal. Kufa zina changamoto, bimaana maana yake riwaya zao zina khalal, zina upungufu, na nyingine zina udhaifu, tofauti na watu wa Basra. Sawa, watu wa Basra wao wako vizuri kuliko watu wa Kufa, na hii inatokezea, na hii ni kutokana na watu wa Kufa kidogo ni watata, sio kidogo sana. Watu wa Kufa ni watata kuliko watu wa Iraq. No, watu wa Kufa ni watata kuliko watu wa Basra. Wa hadithu Shami, na watu wa Sham, bimaana ni Syria, Sham ni Palestine, Sham inaingia sehemu katika Misri, Sham inaingia sehemu katika Sudan.
nakumbuka hivyo, wallahu aalam. Bimaana Sham ya wakati huo ni kubwa kweli kweli, si Sham kama sasa unavyonasiria Filistini, yote ile ni Sham. Kwa hiyo hadithu shamin aktharuhu marasil, hadithi za watu wa Sham changamoto yake nyingi ni marasil. Kama mtakumbuka wakati tunasoma tarjama nakumbuka tulisoma tarjama nani, tukataja kuhusiana na Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, yeye ndo alokwenda kuwafundisha watu wa Sham masala ya asanid. Yani watu wa Sham walikuwa wako nyuma sana kwenye mambo ya asanid. Yeye ambaye Ibn Shihab ni mmoja katika wadogo wa tabi'in, no mdogo katika matabi'in, tabaka namba 4 tabi'in mdogo, ndo alikwenda kuwafundisha watu wapi? Alikwenda kuwafundisha watu wa Sham kuhusiana na mambo ya asanid, mpaka yeye anakwenda wakati wao bado walikuwa hawako imara katika upande wa asanid. Sasa hadithi zao changamoto ni marasil. Marasil bimaana anapokea mtu kutoka kwa mtume aliyekuwa hajakutana naye, wa maqati bimaana riwaya zao sanadi zake haziko vizuri. Wama tasala minhum mimma asnadahu athiqat fa innahu salihun, wama tasala minhu, ama kile ambacho sanadi yake imeunganika, mimma asnadahu athiqat, katika vile ambavyo mathiqa katika ahlul ilmi wamepokea hadithi hizo kwa asanidi zake, fa innahu salihun, basi hizo ni nzuri. Walghalibu alayhi ma yataallaqu bilmawaidh, na nyingi zipo katika upande wa mawaidh, basi ni kuaidhiana, ni sehemu za mawaidha, kama yani targhibu wa tarhib, hadithi zenye kukhofisha na mfano wake. Narejea tena na hili tuendelea kulizungumza, Allah atupe nguvu na uwepesi. Kuna haja ya kufikiria namna gani tunaweza tukakuza mustawa wa kielimu katika miji yetu. Wallahi kuna faida kubwa sana ili ndugu zetu, watoto wetu wawe wana kituo cha. Usiseme mbona vituo vipo, vipo, ila ana wasaa mzuri wa kuzidisha kuendeleza vituo vya kielimu, basi maanake ndo kheri inazidi. Ati kama sasa hivi kwa hapa nyumbani kwetu, alhamdulillah, vituo vimeongezeka, vinakuwa vingi, lakini mizani ya kielimu ina taratibu zake. Sawa, bado idadi ya mashekhe waliozalishwa, maulama, maukhti waliozalishwa, bado idadi yao haijatosha, kwa sababu jamii, watu walioharibika ambao hawajishughulishi na mambo ya kielimu na mfano wake, na wengine ndio ukiambiwa wameharibika, yani maana yake wana sifa zilizokuwa si nzuri katika mambo ya akhlaq na mfano wake, ni watu wengi. Kwa tukitazama nisba, tunakuta bado kuna uhitaji mkubwa wa kupatikana maukhti, kupatikana mashekhe, kupatikana vituo vya kidini, sehemu za kuhifadhisha sunna. Kitu kilichopiga hatua kwenye miji yetu kwa asilimia nzuri ni tahfidhi ya Qur'an. Tahfidhi ya Qur'an, jitihada yake inafahamika na inaonekana ni kubwa, lakini katika upande wa mambo mengine ya kielimu ni mtihani. Waqala Sheikh al-Islam al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ittafaqa ahlul ilm bil hadith ala anna asah al-hadith ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، أما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ambaye huyu Ibn Taymiyyah yalikuja baada ya Imamu An-Nawawi, alikurubiana sana na Imamu An-Nawawi bila shaka. Ittafaqa ahlul ilmi, wamekubaliana maulama bil hadithi, wale wanaojua hadithi, ala anna asah al-ahadith, ala anna asah al-ahadith, hadithi zilizokuwa sahihi zaidi, ma rawahu ahlul madinati, ni zile ambazo wamezipokea watu wa Madina. Melona vizuri zile ambazo wamepokea watu wa Madina. Kisha baada ya watu wa Madina anasema yani thumma ahlul Basra, kisha watu wa Basra. Watu wa Makka hapa hawakutajwa, wallahu aalam, kana kwamba Ibn Taymiyyah kakusanya ahlul Madina, wallahu aalam kwamba labda ni ndo hao watu wa Makka, sijui, kwa sababu madrasa ya Makka inajitegemea na madrasa ya Madina inajitegemea, mpaka mbele wanaozuoni wa tafasiri fiqhi na upande wa mambo mengine. Baadhi ya wakati la illa wakitaja Madina wanataja na Makka, thumma ahlul Basra thumma ahlul Sham. Halafu hapa vile vile hapa kutajwa Kufa, kisha ametajwa Sham. Kufa haikutajwa na Makka haikutajwa. La illa Makka inaingia pamoja na Madina, na la illa Kufa inaingia pamoja na Basra. Thumma Sham. Sham kama tulivyosema, Misri kulikuwa kuna maulama
lakini kana kwamba huu upande wote huu wa Sham, huko Filistini, huko Misri, Siria, yote kana kwamba ndo inaingia katika upande wa Sham. Ehe, tushamaliza miji ya watu ambayo bila shaka imetambulika na elimu. Halafu pia hapa hapa kutajwa Khurasan, ambayo Khurasan inaingiza Naisabur, Khurasan inaingiza Balkhi, na miji mingine haikutajwa hapa. Wallahu aalam, huenda kwa sababu ukiangalia mji wa Basra pamoja na Sham pamoja na Kufa pamoja na Makka na Madina, ndiyo hijra ya masahaba baada ya kufariki Mtume ilikuwa katika maeneo hayo, pakapatikana sosi za asanid kwamba masahaba, kisha pengine katika wakati wa matabiina ndio Uislamu kwa mujibu wa futuhat ukaanza kuingia katika miji mingine, ambayo miji hiyo bila shaka ndiyo hiyo ya Khurasan. Hii ni katika sura ya tasawur, kujenga ile picha, kwa nini tukaikosa Khurasan haikuingizwa katika silsila. Lakini ukisoma madaris ahli ilmi katika sura ya umuman kiujumla, huwezi kuiacha Khurasan ambayo imewatoa kina Bukhari na imewatoa kina Ishaq ibn Rahoya, kina Muslimu na wengine katika maulama alkibar, kina Abdurrahman ibn Abi Layla na wengine katika maulama kina Abdullah ibn Mubarak na wengine katika maulama. Huwezi kuitoa, yani kutoa mji wa Khurasan, ila huenda katika upande wa masahaba hawakuwa wengi kama walivyokuwa Yaman na walivyokuwa Sham na walivyokuwa wapi huko Basra na walivyokuwa Kufa na walivyokuwa Madina na Maka. Na ndio maana utakuta kuwa hata taratibu ya ilmu kina Bukhari na wengine, watu wa Khurasan walikuwa ni watu wa rihla. Mara nyingi walikuwa wanaelekea Kufa na wanaelekea Maka kuchukua ilmu, Kufa Maka, Kufa Maka au Sham, kwa sababu kana kwamba usuli zile za kwao wao katika upande wa ilmu zilikuja ima katika wakati wa matabiina, bimaana katika masahaba si wengi waliokwenda katika miji yao, na baadhi ya wakati kilichozuia ni kwa sababu ya uwepo wa serikali au mifumo ya kiutawala ambayo haikuwa ya Kiislamu. Kwa hiyo zile sehemu zilizokuwa zina hadhara katika upande wa dini, mfano Sham kwa sababu si walikuwepo kina Muawiya, halafu na Kufa si walikuwepo kina Ali ibn Abi Talib, halafu na Makka na Madina huko ndiko asili. Ndio maana hii miji imekuwa. Ama Yaman walitumwa kwa sababu Ali ibn Abi Talib katika uongozi wake vile vile alikuwa ndo msimamizi wa Yaman. Sema tu hakukuwa kuna mwamko mkubwa kama ilivyokuwa katika miji ya Iraq mengine kama Kufa na Basra. Maona hivyo ilivyo. Sasa ukitazama katika sura ya kihistoria, Sham ilikuwepo katika utawala pamoja na Misri wa Muawiya ibn Abi Sufyan, ndo tukasema pale Sham bila shaka itaingia. Alafu Basra ambayo ni Kufa Iraq pamoja na Yaman pamoja na huku Madina, kote kulikuwa kupo katika utawala wa Ali ibn Abi Talib. Nakumbuka kuwa katika utawala wao ndo ilikuwa ni nusu baina ya masahaba watu wazima na masahaba watoto. Kwa hiyo ile nashati ya kiilmu wakati ule ilikuwa iko na power, iko na nguvu. Lakini sasa kwenye futuhati, kufungua miji, kulikuwa kuna kutarakaz, bimaana Waislamu walikuwa wanaelekea sana ule mji ambao una thaqafa ya Kiislamu, bimaana serikali ya Kiislamu ilikuweko wapi. Pale ambapo palikuwa ndo pana serikali ya Kiislamu, basi palikuwa pana nashati ya kitaaluma. Ndio maana katika upande huku wa magharib, pande mbalimbali mpaka Andalus na Spain na sehemu nyingine, ndo Andalus hiyo Spain, na sehemu nyingine huku kama huko Portugal, Portuguese na sehemu nyingine, hukuti historia kwamba miji yao ina maulama na asanid, kwa sababu Uislamu ulichelewa kuingia huko kwa mujibu wa kufika zile futuhati za Kiislamu. Kwa ukisoma jiografia ya ilmu ya riwaya, kwa asilimia kubwa miji ambayo walifika masahaba baada tu ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa baada ya kufariki Umar ibn al-Khattab, katika ile miji ndani ya uongozi wa Uthman ibn Affan kuendelea mpaka Ali ibn Abi Talib, ndani ya wakati huu ile sehemu ambayo masahaba walikimbilia ndio sehemu ambayo bila shaka imepata yani maana yake kunyanyuka kielimu. Kwa hiyo na isnadi yake imekuwa katika
katika sehemu ile kwa mujibu wa idadi kubwa ya masahaba waliokuwepo katika mji ule. Masahaba walikwenda sana Iraq, masahaba walikwenda sana Kufa pamoja na Basra. Masahaba walikaa sana katika miji ya Sham. Ndio maana tukakuta kwa silsila hii miji ipo hapa. Kuna sababu ya kuendelea kusoma. Hii ni tasawur kwa mujibu wa sehemu ndogo ya kihistoria ambayo sisi tumekuwa tukiipita mara kwa mara, lakini Sheikh wetu Abu Muhammad an-Najashi yeye vile vile ndo kaandika tu madrasa ya Ahlul Hadithi Madina, Maka, Basra, Kufa. Sikumbuki kuandika Sham, lakini nakumbuka wakati anasomesha alikuwa akitaja sana Marwati ambao asili yao natoka Sham. Kwa tukitazama tutakuta kuwa barakallahu fikum, yani katika upande wa kielimu juu ya kuelewa miji kuna faida muhimu. Miongoni mwa faida ni kuelewa maulama na wale maulama wana historia zao, lakini kuangalia jinsi gani mji umekuwa kielimu, lakini nani waliokuza kielimu na nashati yao ya kielimu ilikuwa vipi, na katika upande wa miji kuna kitu kimeingia. Mfano, Bukhari alikuwa ni mtu wa Khurasan, lakini imethibiti kwenda Baghdad kusoma katika mji wa Baghdad. Kama tunavyofahamu, Sufyan ibn Uyaynah ni mtu wa Kufa, lakini alikwenda Maka akasoma pale, na kama tunavyofahamu yani Al-Humaidi alikuwa ni mtu wa Makka, lakini alikwenda Misri akasoma pale. Sasa wanapotajwa maulama wa miji, swala linakuja, je, na hawa walioishi, mfano Shu'ba alikuwa ni mtu wa Wasit, lakini alikwenda Basra na akaishi pale. Tunapotaja mfano kama hivi tunakusudia kuwa mpaka wale waliokuwa na zilu kadha, bimaana ambao hawana asili kisha wakaishi wakabeba ilmu, tunawaingiza kuwa ni watu wa mji ule au hatuwaingizi. Kwa mujibu wa kanuni za ilmu ya riwaya, yoyote ambaye kaingia katika mji wa watu mpaka akatambulikana pale anaingizwa katika ule mji, na ndio maana Sufyan ibn Uyaynah huhesabika kuwa ni mtu wa Kufa pamoja na Makka. Sawa, ni mtu wa Kufa pamoja na Wedi pamoja na Makka, kwa sababu yeye ni mji ambao aliishi. Lakini kama Bukhari alipokwenda Baghdad alafu akatoka akarudi kwa Khurasan, hatuwezi tukasema Bukhari min ahli Bukhara wa Baghdad, kwa sababu hakukaa, alikwenda akaondoka. Ama yule ambaye aliishi katika mji ambao sio mji aliozaliwa, basi maana yake huambatanishwa na ule mji. Kwa hiyo hii pia ni sura ya kutuonesha jinsi gani ahlul ilmi walikuwa kikimbilia. Kina maana kama ni Sham au ni Iraq, kuna watu asili yao sio Iraq, sio watu wa Kufa wala Basra, lakini walikwenda wakaishi, wakasoma, wakakaa, wakakimbilia pale kwenye ilmu mpaka wakatambulikana kwa wao ni watu wa miji watu wa miji ile. Na yani na mfano wake, kwa sababu hapa hatuelezei katika ile sura ya uchambuzi zaidi, kwa sababu uchambuzi zaidi inataka tujue kuwa ahlu alhadithi kwa wakati wa matabiina kimbilio lao lilikuweko wapi na kwa nini liwe huko. Ama katika upande wa atbau, yani upande wa atbau atabiin, sio atbau, upande wa atbau atabiina, elimu kimbilio lake lilikuwa katika mji wa Madina, na hii toka mwisho wa wakati wa matabiina mpaka wakati wa mwanzo wa atbau atabiin, kimbilio la ilmu ilikuwa ni katika mji wa Madina kwa Malik, na kabla yake walikuwepo kina Yahya ibn Sa'id al-Ansari, na kabla yake walikuwepo kina Sa'id ibn Musayyib. Kwa hiyo hawa watu wa silsila ya matabiin walikuwa wakifungiwa safari kwenda kuchukua ilmu watu kutoka katika miji yote ya ulimwengu. Kwa hiyo sasa hii ni sura ya ujumla, kwa nini Maka na Madina itangulizwe, kwa sababu ndio chimbuko la mwanzo, watu wote walikuwa wanachukua ilmu pale, na baadaye ikaingia Kufa kwa sababu vile vile kuna masahaba walikimbilia kule na miji mingine ikaingia. Hichi ni kipengele cha miji kimeisha, tupo katika athbatu nas. Kipengele kinahusu mtu, na hii ibara athbatu nas bila shaka tunaikuta sana katika asanidi katika asanidi zetu. Athbatu nas ni kipengele ambacho tunakikuta sana katika asanidi pamoja na historia na tarehe za marwat ambao sisi tunakuwa tunawapita, tunakuta sana hichi kipengele kinasemaje. Athbatu nas hadhihi al-ibaratu min a'la maratibi at-ta'dil, hii ibara ni katika ibara zilizokuwa juu zaidi katika upande wa ta'dil, allati zadaha al-Hafidh ibn Hajar. Hii kaiweka al-Hafidh ibn Hajar Allahu a'lam. Unajua Ibn Hajar ni mwanazuoni kachelewa,
na hii ibara athbat talamidhi fulan, sisi mbona kama tumeshaikuta tu hata kwa Sufyan ibn Uyainata, hata kwa Al-Humaidi, hata kwa wengine kina Abu Muawiya na wengine ambao ni marwatu tumewasoma, na wala tamko hili directly halitoki tu moja kwa moja asili yake kwa Ibn Hajar al-Asqalani, linatoka kwa wanawazuoni wengine wa tarajim ambao walikuja kabla ya Ibn Hajar. Kwa hiyo hapa huyu mwandishi wa kitabu anasema hadhihi libarat min a'la maratibi ta'dil, ibara hii athbatu nnas, bimaana lau kama utasema katika mji wa Tanzania athbatu nasi fi fulan, bimaana athbatu nas katika ahadithi au mawaidha ya Sheikh Nasr ni fulan, bimaana hakuna mtu ambaye kwanza anamzidi huyo, halafu hakuna kitu chochote ambacho kakizungumza Sheikh Nasr. Ukisema athbatu nasi fi Sheikh Nasr, kwamba kitu chochote alichokizungumza Sheikh Nasr, basi ufahamu kuwa huyo mtu anakifahamu na anakijua. Sasa kwa upande wa taaluma, mtu ambaye tumesoma athbatu nas fi kadha, tumemsoma Hamadu ibnu Salama, sawa, tumemsoma Hamad ibnu Zaidi, tumemsoma Abu Muawiya, tumewasoma na wengine katika maulama, na tumepokea riwaya huwa athbatu nasi fi fulan, huwa athbatu nas fi kadha. Sasa kuona hapa kwa Ibn Hajar kana kwamba yeye ndo aloleta ziada ya hili neno akaliingiza katika maneno ya taadil, kama alivyosema hapa, waqila, inasemekana inna Ibn Hajar tabaun lighairihi fi hadha, hii ndo sahihi kwamba Ibn Hajar yakawafuata wengine, bimaana walikuweko maulama wengine waliokuja na hii ibara athbatu nasi fi kadha. Yuhtaju bihadithi man itasafa biha, yule ambaye itasafa biha, kasifikana na sifa hii kuwa yeye anajua zaidi kuliko watu wote hadithi za fulani, basi ina maana hadithi yake inakuwa ni hoja. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa yeye anauelewa zaidi wa zile riwaya ambazo zimeelezewa. Kwa hiyo hapa athbatu nas, hii ni ibara inafanana na athbatu nasi fi fulani, zote zinafanana. Tustamalu hadhihi al-ibara bimaana anna ar-rawi idha kana mukthira an shaykhi fi al-akhadh. Hii athbatu nas ambayo imepita inajulisha kuwa mtu ana martaba ya juu zaidi katika upande wa taadil, na tukapita katika tarjama ya Hamadi na wengine kwamba wao ni athbat kwa mashekhe zao. Ima itamkwa neno athbati nas, athbatu nas, na kusikia itamkwa neno athbatu nas, halafu liachwe kama lilivyo na lijulishe juu ya maana kuwa huyu mtu ana ilmu zaidi. Na mara nyingi ukilikuta athbatu nas huwa athbatu nas likiwa hivyo, maana yake yeye ni mwenye martaba kubwa zaidi na kujua zaidi kuliko watu wengine. Au baadhi ya wakati ije fi, bimaana kufanyiwe tayin, ahusishwe mtu fulani, mfano athbatu nasi fi fulan, kama ambavyo tutaona katika mifano ilivyoelezewa hapa, thiqatu min athbati nasi fi Said ibn Jubairi. Maana yake ni nini? Anasema tustamilu hadhihi al-ibara, ibara bimaana hili tamko hutumika bimaana kwa maana yake anna rawi, kwamba rawi idha kana mukthiran an shaykhi fi al-akhadhi, ikiwa yeye kachukua kitu kingi kutoka kwa shekhe, walmulazamati, na kalazimiana naye sana. Kwa hiyo hutumika ibara hii anna rawi, kwamba rawi idha kana mukthiran, ikiwa yeye kakithirisha sana, kapokea kitu kingi, an sheikhin, kutoka kwa shekhe wake, fil akhadhi, katika kuchukua ile elimu. Mukthiran an sheikhin fil akhadhi, yani kachukua elimu nyingi, walmulazama, na kalazimiana naye sana. Kumbuka tulisema kuwa tabaka za maruwati zimegawika katika sehemu kadhaa. Sehemu ya kwanza ambazo hizi ni tabaka za marawi na ni tabaka za wanafunzi.
Sehemu ya kwanza, yule aliolazimiana na Sheikh muda mrefu halafu akawa anaelewa vizuri ahadithi za shekhe, ndo tabaka ya kwanza ya wanafunzi. Yani wewe ukiwa kuna wanafunzi, kuna wale ambao umeanza nao muda mrefu na wanajua zaidi ahadithi zako, wanajua zaidi uslubi ya kufundisha kwako, wanajua zaidi madhaifu yako, wanajua zaidi kadha wa kadha. Hawa wanakuwa ni athbatu nnas, hawa ndio wanakuwa ni athbatu nnasi fika, hawa wanakuwa ni wenye uelewa zaidi kwako. Hii ni tabaka ya mwanzo. Tabaka ya pili ni watu walioishi na wewe muda mfupi, lakini wakawa wanauelewa na kile ulichokuwa nacho katika elimu, ulicho nacho katika riwaya na mfano wake, lakini wamekaa na wewe muda mfupi, ila wanaelewa. Hawa ni tabaka nambari mbili. Hawawezi kuwa sawa na tabaka ya mwanzo, kwa sababu wale wa mwanzo wameishi na wewe muda mrefu, lakini wote ni mathiqa, tabaka mbili. Tabaka ya tatu ni watu walioishi na wewe muda mrefu, wakasoma kwako, wakachukua ilmu kutoka kwako, wakakaa na wewe sana, lakini changamoto yao ni madhaifu. Hawezi kuihifadhi elimu unayowasomesha wala kuichukua kuifikisha katika ustadi mzuri, pamoja na kuwa walilazimiana na wewe muda mrefu, lakini hawana uelewa mzuri wa mambo ya kielimu wala sio mahfadh. Hii ni daraja ya tatu. Kisha daraja ya nne ni watu walioishi na wewe muda mfupi, halafu ni madhaifu, hawajui riwaya wala ahadith wala hawawezi kusimulia vizuri. Hii ni tabaka ya nne ambayo ni tabaka katika tabaka za marwat. Kwa hiyo huu uchambuzi na maelezo tunayatoa sana ili tuweze kuelewa kwa darasa tunazozisoma zinaweza kutupa picha vipi sisi ya kuchukua ilmu na jinsi gani tunaweza kuamiliana na mashekhe zetu. Kumbe wewe ikiwa umekwenda kwa mtu umesoma naye miaka 6 kisha ukahama ukaelekea sehemu nyingine ukasoma mwaka mmoja kisha ukahama, unajikosesha taadili ya kuwa wewe ni athbatu nasi fi fulani, mpaka ulazimiane naye muda mrefu alafu ujue vizuri riwaya zake. Ndio maana wakasema tustamilu hadhihi libaratu bimaana anna rawiya, kwamba rawi idha kana mukthiran an sheikhin fi lakhadhi, ikiwa rawi kakithirisha sana kuchukua ilmu kutoka kwa sheikh, walmulazama na kalazimiana naye. Kulazimiana ni ile kuambatana naye, kana min athbati nnasi fihi, anakuwa ni athbatu nnasi fihi kwa sababu kachukua ilmu na anaifahamu na anafikisha kwa wingi. Waarafa kula ma inda sheikhi, kwa sharti waarafa akajua, kula ma inda sheikhi, kila alichokuwa nacho yule shekhe. Fala yastatiu ahadun, hawezi yoyote, an yatia bilhadithi, kuja na hadithi yoyote, an dhalika shekhe, kutoka kwa shekhe, la yaarifuha hadha tilmidh, ambayo mwanafunzi huyu haijui. Yani la yaarifu hadha tilmidh, mwanafunzi huyu haijui. Ili sharti linasema anna rawiya, kwamba rawi idha kana mukthiran an sheikhin fi lakhadhi, ikiwa kakithirisha kuchukua ilmu kutoka kwa shekhe, walmulazama na akalazimiana naye, kana min athbati nnasi fihi, anakuwa ndio athbatu nas, bimaana ni mtu mwenye uweledi na uelewa mzuri wa riwaya. Waarafa kula ma inda shekhe, kisha akajua riwaya zote ambazo zipo kwa shekhe, bimaana shekh kama anayejua Bukhari, Muslim, kadha kadha, mwanafunzi anatakiwa kusomeshwa vitu vyote kutoka kwa shekhe. Na hii ni sehemu katika sehemu yetu ya sisi kuweza kuchagua hivi vitabu vikubwa vya hadithi tukavifundisha, kwa sababu sisi tumesomeshwa, na katika nidhamu nzuri ya kielimu ni kumsomesha mwanafunzi kile ambacho wewe umesomeshwa, na sisi tumepewa asanidi, tuko nazo. Tukimaliza kusomesha, ina maana tutampa mtu asanid, na tumesoma mbele ya Sheikh tukapewa ijaza, bi maana ruhusa ya kusimulia hizi hadithi. Tukimaliza na sisi tutampa mtu ijaza. Ndiyo sifa ya ilmu, kwamba umechukua na wewe ufikishe, sio uje huku ufanye tabaidh. Umetoka mamlaka, umetoka wapi, kushasomeshwa kwa ilmu, uje hapa unafanya tabaidh. Bimaana kuna vitu nawasomesha watu wengine, unaona hivi haviwafai, mbona wewe umesomeshwa na ukapewa asanid na ukapewa ijaza na mfano wake. Kwa hiyo sasa hii waarafa kula ma inda sheikh, akajua kila ambacho sheikh yuko nacho katika upande wa ilmu, bimaana sheikh anatakiwa kumsomesha mwanafunzi kile anachokijua katika upande wa elimu, sio kukadiria. Yeye kasomeshwa Bukhari, mwenzake akamsomesha Arbaun an-Nawawi. Yeye kasomeshwa Musnad Imam Ahmad, mwenzake akamsomesha Bulughul Marami, alafu akasema watu hapa nyumbani uwezo wao na uelewa wao na kadha wa kadha. Msomeshe mtu kwa sababu yule ni rawi, na ili awe ni katika mulazimun, awe ni miongoni mwa athbat talamidhak,
ina maana unatakiwa kumsomesha kila kitu, yeye anajua kila kitu kinachokufanya wewe usomeshe katika upande wa ilmu, tafsiri, hadithi, fiqh, kila kitu umsomeshe mwanafunzi. Ndo asili ya ilmu, kwamba wewe unakuangua chombo chako cha moyo, kile ambacho Allah kakuwekea, elimu yote unampa mwanafunzi ili awe ni katika athbat talamidh. Na hichi sisi ndio kitu muhimu, miongoni mwa vitu muhimu ambavyo tumevinadi sana kwa mashekhe na baadhi ya ndugu zetu ambao tunajadiliana nao juu ya hizi asalibi tunazozitumia, kwamba sisi madamu tumesomeshwa, msimamo wetu ni kusomesha kile kilichosomeshwa, na ndo nasaha za Sheikh wetu Abu Muhammad an-Najashi, regardless, haijalishi kwamba yani fulani kaona hakifai, mwingine kaona kinafaa, mwingine kadha. La, sisi tunakwenda kwa mujibu wa malengo na nidhamu ya kielimu ambayo sisi tumesomeshwa. Na Sheikh mara nyingi alikuwa anasema iqra'u kutub almutaqaddimin, iqra'u kadha wa kadha. Alikuwa akitufundisha kutumia nidhamu ya salafuna saleh, kwamba kile unachokijua katika ilmu unatakiwa ukifikishe katika umma wa Kiislamu, halafu sasa ukitoe uwafundishe watu, halafu wale watu watakuwa na hadhi kwa mujibu wa wingi wa ilmu walioichukua kutoka kwako yeye. Kwa hiyo fala yastatiu ahadun an yatiya bi ahadith. Tizama hapa ilivyo, hakuna mtu yote ambaye anaweza kuleta hadithi an dhalika shekhi, kutoka kwa shekhe la yaarifu hadha tilmidh, ambayo mwanafunzi huyu haijui. Bimaana ahadithi zote za shekhi mwanafunzi anakuwa kasomeshwa na shekhi. Kwa mfano mimi nimesomeshwa Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidhi, wewe nikakusomesha 40 Nawawi, Bulughul Marami, Riyadhus Salihin, utaweza kuzijua kule hadithi zote nilizosomeshwa mimi? Huwezi kujua. Bimaana sasa nidhamu ya salafuna saleh mpaka alqabu walizokuweko nazo, muhadithu, hafidhun, imamun, kadha, zinaendana na taratibu za kielimu ambazo walikuwa wakizitumia wao kwenye kusomeshana, ambazo taratibu hizo kwetu sisi ni ngumu, kwa sababu hatuipi ilmu muda wa kutosha. Ndio maana tunajikuta tuko busy, hatuna muda wa kuhifadhi wala kuandika wala kufanya kadha. Lau kama tunaipa ilmu muda wa kutosha, ingalazimu ahadithi alizosomeshwa shekhe lazima asomeshe wanafunzi zote, kama Bulughu al-Marami aisomeshe zote, kama Sahih Bukhari hadithi 6,000 azisomeshe zote, kama Sahih Muslim asomeshe zote. Yani kile ulichosomeshwa chote ukisomeshe chote, ndio taratibu ya kielimu, ili asije akatokezea mtu anakuja halafu anakuta kuwa shekhe bado ana hakiba kubwa na hazina, atikaiweka anasubiri wanafunzi wakuwe umri, bimaana baada ya miaka 6 10 huko atakuja kusomesha. Wewe ukishahisi wanauelewa wa kusikia na kufahamu, wasomeshe. Mithalu dhalika qala al-Hafidh Ibn Hajar fi tarjama Ja'far ibn Iyas Abu Bishr ibn Abi Wahshiyah المتوفى سنة 131 أسمى ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير. هو جعفر بن إياس ابن حجر أنا أسمى ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، لقد watu wanaelewa zaidi ahadithi za Said ibn Jubair. Cha kushangaza wadhaifahu Shu'ba kamdhaufisha fi Habib ibn Salim wa Habib, bimaana huyu Ja'far ibn Iyas akipokea kwa Habib hadithi zake ni dhaif. Kwa nini? Kwa sababu hajui ahadithi za Habib, sio katika wanafunzi waliokaa wakaelewa hadithi za Habib. Ye shekhe wake ni Said ibn Jubair, kakaa naye kalazimiana naye, anajua riwaya zake. Ama Habib ibn Salim hajui. Wafi Mujahid, na Mujahid vile vile sio shekhe wake ambaye anajua hadithi zake. Min al-khamisa, yeye mwenyewe Ja'far ibn Iyas ni katika watu wa tabaka namba 5. Tabaka ya kina nani hiyo? Nambari 5, tabaka ya kina Shunuki na Amash Kwes. Wa qila 26 mata sana 50 wa kila 26 alifariki takriban mwaka 5 au mwaka 26 baada ya 100, bimaana mwaka 126 au 25 hijiria, kwa sababu madani tabaka namba 5 lazima kuwe kuna 100 hapo mwaka uliokadiriwa. Haiwezekani kwamba yafariki mwaka 26 au 25 alafu awe tabaka namba 5, haiwezekani. Na ndio maana ukielewa tu tabaka bas utajua. Halafu Ibn Hajar ana kawaida hiyo, anaweza kumtaja mtu katika atba'u tabi'in wala hataji mwaka 100 wala kadha. Mfano akasema huyu tabaka nambari 11 kafariki mwaka 23. Madamu ni nambari 11 lazima awe kafariki baada ya mwaka 200 hijiria, lazima iwe sasa ni 223 kwa mfano. Hivyo ndivyo inavyokuwa. وقال الحافظ الذهبي في ترجمة سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي المتوفى سنة 198. Huyu sasa Sufyan ibn Uyayna
naye vile vile kasifiwa na Ibn Hajar aliposema ahadu thiqati al-a'lam, ni miongoni mwa watu mathiqa waliokuwa maarufu. Ajmaat al-umma ala al-ihtijaji bihi, umma wote umekusanyika kuwa Sufyan ni katika watu wanaokubaliwa katika riwaya na ni hujja. Qala Ahmadu ibn Hanbali, Ahmad kasema huwa athbatu nasi fi Amri ibn Dinar. Si unaelewa kama tulivyosema kuwa Ibn Hajar yeye si ambaye wa mwanzo kujirahia kauli athbatu nas, kabla yake walikuweko watu, ndo kama hapa Imam Ahmad anasema huwa athbatu nasi fi Amri ibn Dinar, kwamba Sufyan ni athbatu nas, bimaana ni katika watu ambao lau kama utazileta riwaya za Amri ibn Dinar hakuna riwaya ambayo Sufyan haijui. Kwa hiyo mimi narejea tena nidhamu yetu na msimamo wetu fi hayatina wa baada mamatina, katika uhai wetu na baada ya kufa kwetu. Atakaposomesha shekhe akawa ana elimu, aweke nia ya elimu kuikwangua yote katika moyo, kuwafikishia watu, kwa sababu ndo taratibu na nidhamu zilizokuwepo. Na mimi mara zote nasema elimu ipo katika kufahamu ibara hii. Athbatu nas inatumiwa sana na watu, lakini wengi hawafahamu athbatu nas maana yake ni nini. Maana yake ni kwamba huyu Sufyan anajua riwaya zote za Amri ibn Dinar. Tumeelewana vizuri? Yani kasoma kwake na kafikishiwa elimu ya kutosheleza. Kwa hiyo hata sisi madamu tumesoma kwa Sheikh vitabu vya Sunan, tunatakiwa sisi kuwasomesha wanafunzi kile kilichokuwemo ndani ya kitabu cha Sunan. Lakini leo atakuja mtu atakwambia, hichi kitabu kikubwa usimsomeshe mwanafunzi, somesha vitabu vidogo. Si tatizo kusomesha vitabu vidogo, lakini itakuwa nimekwenda kinyume na ile nidhamu ya kiilmu ambayo mimi nimeekewa, ile nidhamu ambayo mimi nimefundishiwa. Itakuwa nimekwenda kinyume. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu nidhamu ya kielimu ambayo mimi nimefundishiwa ni kuwa nimesomeshwa na Sheikh wetu Abu Muhammad an-Najashi ahadithi zile ambazo yeye kazipokea kwa mashekhe zote, halafu mimi nimsomeshe mwanafunzi 40 Nawawiyya, niache hivi vitabu, halafu mimi ndo nasema ana salafiyun, lakini na khalif nidhamu ya kielimu walioitumia ahlul ilmi min as-salafi. Siwezi kuelewa ule usalafi vizuri. Halafu sisi tunachokilingania sio usalafi kama nisba tu ya kundi la watu wanajifakhirisha kwa usalafi. Sisi tunalingania usalafi katika sura ya kuelewa misingi ya kidini na kielimu na dawa iliyotumiwa na wao. Si kwamba labda tafakhur, mtu kujifakhirisha kwa maana salafiyun. Hakuna kutafakhur kwa laqab. Angelijifakhirisha mtu kusema yeye ni muumini au ni muislam. Qalat al-a'rabu amanna, Waarabu walisema sisi tumeamini, lakini Allah tabaraka wa taala aliwaambia vipi? Kwa sababu walijinasibisha katika jambo ambalo hawakuwa wana sifa nalo. Mpaka wakati wanazungumza bado walikuwa iman haijajaa katika mioyo ya kuwa wana sifa kwamba wao wamesilimu, lakini walitakiwa kusema sisi tumejisalimisha. Bimaana kukubali Uislamu ni kujisalimisha, lakini daraja ya imani ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo na da'watu salafia au mtu kusema ana salafiyun, hii kusema ana salafiyun ni daraja kubwa sana, inahitaji meno, inahitaji vitu vingi. Kwa hiyo hizi ibara tunazozipita tuzielewe vizuri, na tumwombe Allah tupe thabati na nguvu ya kuelewa vizuri. Lakini almuhimu ni kuwa nidhamu ya kielimu inataka sisi tuweze kujua jinsi gani hawa ahlul ilmi walisoma, walisomesha, walifanya da'wa vipi, halafu sisi tufanye kama walivyofanya wao, tutakuwa wa ila basi, ina maana tutabakia tu kusema kile ambacho hatuko na sifa nacho. Al-atharu, hichi ni kipengele insha Allah tutakuja kuendelea nacho katika darasa ijayo, bitawfiki llahi tabaraka wa taala, qudrati wa mashiati. Bil ikhtisari, mazungumzo yetu ya leo yalikuwa yameelekea katika miji na vile vile athbatu nasi fi fulan au athbatu nas, bimaana ni ibara inayoonyesha sifa ya mwanafunzi ambaye kakomba elimu yote kutoka kwa mwalimu wake. Na hawa tunaowazungumza bado tupo na salafu na saleh. Hakuna mifano hapa ya mwanawazuri yoyote wa khalaf ila wale wanaotoa uchambuzi kama kina Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah na baadhi ya walimu. Wallahu tabaraka wa taala nasalu an yahfadhana wa iyyakum fima yuhibbu yardahu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inshallah taendelea siku kama ya leo kwa tawfiki yake Allah katika nukta inayosema al-atharu lughatan baqiyatu shay'i wa salahan fihi qawlan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.